kitovu cha maarifa kwa mustakbali wako. Watukufu wa Kiislamu, leo si siku ya kuwaacha watoto wakazurura kama vile ambavyo hawana watu. Umezuka mtindo hivi sasa Waislamu, hasa katika siku za Eid, na hasa kwa vijana ambao ni mabarobaro. Wazazi hatuwaulizi, tunawaacha tu wanahangaika. Mwezi uliopita takwimu zimetolewa za ukimwi, ni kwamba wimbi la ukimwi limezidi kuwa kubwa sasa, na watoto ambao wanaathirika ni hao 15, 16, 17, 18, 19. Kaa barabarani jioni, njia ndio kwenda Fumbali huko vikeni vimesheheni. Ni nani wale? Watoto wetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Nyote ni wachunga na nyote mtakwenda kuulizwa juu ya mlokole. Kama lazima watoto wako wende kisakasaka, sijui wende wapi, nenda nao, tenga muda wako wapeleke. Usiwaache watoto wako. Suala litakuja kuwa ni gumu kulijibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtoto anapewa ufunguo huu, ukirudi, kwa sababu pengine utarudi saa ngapi kwa inshallah, kwa hivyo nyinyi mtafungua. Mapenzi yetu kwa juu ya nani? Ya watoto wetu tunavyowapenda. Lakini hatujasikia kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Mapenzi unayompa, ufunguo unaompa huo utakuchongea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ewe Muislamu, ewe Muislamu, tuchunge kizazi chetu, tuchunge vizazi vyetu. Hali ni mbaya kabisa. Tukiwaacha wakenda tu huko, ni mbaya hali. Wanajazana kwenye makeri, wanajazana sijui kwenye magari gani sijui. Tena wakati mwingine wewe unarudi saa 2 3, watu ndio kwanza ndio wanakwenda. Jamaa, tumepata wapi malezi haya? Wapi tumepata? Wazazi wetu hawakufunza hayo Waislamu. Kwa hivyo si ushamba kuwalea watoto wako katika kufuata nini? Kufuata amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, Uislamu ulianza hali ya kuwa nini? Ni mgeni, na utarudi hali ya kuwa nini? Mtume akasemaje? Fatuba lilghuraba. Kwa hivyo wewe kuonekana kwamba ni watu wa kale, usihofu. Bora wameotoni mwa watu wa kuone kwamba wewe ni wakale, kulikoni kupata adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Kizazi hicho Islam, kizazi, kwa sababu humo kwenye manini ni ngoma tupu, hakuna chengine. Na ngoma yenyewe wanawaiga wale wanaocheza wale ngoma zenyewe. Lau mtu apata kwenda kumuona binti yake anavyocheza, lazima tumpeleke hospitali kwa pressure itakapompanda. Hali ni ngumu Waislamu. Usimuone kwamba amevaa baibui nyumbani alafu anatoka kuona la. Baibui linatiwa kwenye mfuko, hilo huko kunakuwa nini kabisa. Hichi kizazi kinahitaji nguvu kubwa ya kuweza kuwaelekeza. Tusiwaache tu Waislamu. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika kukilea kizazi chetu. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala katika siku ya hii leo awajalie mahujaji walioko katika viwanja vya Mina, azikubali hija zao, azijalie hija zao ziwe hijjatun mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfur. Warudi katika miji yao hali ya kuwa wako katika hali ya salama,
hali ya kuwa hawana dhambi hata moja, wawe kama siku ya waliozaliwa. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala sisi tuliojumuika katika msikiti huu, katika wakati huu, Allah subhanahu wa ta'ala na sisi atupe taufik ya kwenda kuizuru nyumba yake mwakani insha Allah. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala wale walio hospitalini hivi sasa na walio kwa majumbani ambao wamesibiwa na maradhi mbalimbali, Allah subhanahu wa ta'ala awaponeshe maradhi yao. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala wazazi wetu, mashekhe wetu ambao wametangulia mbele ya haki, Allah subhanahu wa ta'ala awasamehe makosa yao. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala akijalie kizazi chetu kiwe ni kizazi chema, kizazi chenye kufuata maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala, na tupe sisi nguvu ya kuweza kukilea kizazi hichi ili tukaepukane na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Ikhla Insights, the Knowledge Hub.